George, muziki mzito. Vipi? Wazee wa It's Coming Home. Muziki gani? Mtatoboa kama mtatoboa kwenye mchezo wa kesho. Muziki gani? Si wa Hispania. Wa Hispania. Kwa wewe hujaona kaka? Naona kawaida. Mashabiki wa England mna nini? Hapana, si tunaelewa nini ambacho tutapaswa kufanya. Finali inakuwa na mtindo wake tofauti. Tunajua kama wao Hispania lakini hiyo ni kama mtamtoa Messi kesho kama. Ya, nadhani watu wengi wanaweka kama kwa sababu Argentina ni wazuri na ni bingwa mtetezi. Of course wana advantage ya kuwa na mchezaji kama Lionel Messi. Lakini kama shabiki wa Uingereza na unakuwa na matumaini yako tofauti kwa sababu sio mbaya Uingereza kama ambavyo watu wanaichukulia. Okay, sawa. Tugusie mchezo wa hii leo, umeufuatilia kwa ukaribu sana na kile ambacho kimetokea pengine wengi hawakukitarajia. Safu ya ushambuliaji hatari yenye mtu kama Dembele, mtu kama Mbappe, mtu kama Olise. Na leo Olise aliwekwa katikati ya watu watatu kitazama mfumo. Olise alikuwa anacheza katikati ya Rodri, anacheza katikati ya Fabian Louis, katikati ya Rodri, Fabian Louis pamoja na Olmo. Wamempoteza kabisa. Unajua hao wachezaji watatu uliowataja wote kiufundi wako sawa. Kiufundi wote wako sawa. Kitu ambacho hakikutegemewa na watu leo ni kuwa na nusu fainali ambayo ni ya upande mmoja kama hii ya sasa hivi. Kwa sababu ukiangalia kwenye umiliki wa mpira, majaribio ya kuelekea golini yanashabihiana kwa maana ya 10-10, lakini mashuti yaliyolenga lango unaona yako 3-2, ila tunasema nafasi ambazo zilikuwa na uwezekano wa kuwa magoli kwa maana ya XG ana 0.45 Ufaransa, wakati Hispania ana 2. Alikuwa na nafasi kubwa ya kuongeza goli na sio kuishia hapo tu. Ila ukiangalia mambo mengine yote, nenda kwenye muda wa kurudisha mpira ambao tayari Hispania alikuwa anatumia sekunde 11. Awali kabla mchezo kwanza tulikuwa tunazungumza kwamba moja kati ya silaha kubwa ambayo Hispania anaweza kuitumia dhidi ya Ufaransa kuhakikisha kwamba anaweza kupunguza madhara ya ule utatu wa mbele wa Ufaransa ni kumiliki mpira, ni kumnyima mpira. Sasa ukiangalia wachezaji wengi wa Hispania kiufundi mguuni wako sawa kwa asilimia kubwa sana. Wana ile kujiamini kucheza mpira kutokea nyuma. Wana uwezo wa kumpasia yoyote na akawa yuko katika nafasi nzuri ya kucheza mpira. Na ukiwaruhusu Hispania wacheze mpira katika kasi ya chini, ni ngumu wewe kuwazidi wao. Unatakiwa utumie nguvu lakini utumie kasi. Sasa kwa Hispania leo walipozesha mpira na Ufaransa akakubali mpira upoe. Alafu wakaanza kupigwa kwa matukio ya kiufundi. Ufundi sasa sio tu kujua kutuliza mpira na kupasia. Ni pamoja na kujua wakati gani uwe wapi na nidhamu ya kimbinu ikoje. Kwa Hispania waliapply vitu vyote viwili kwa wakati mmoja, na ndio maana ulikuwa unaona kwenye kila mpira ambao anagusa Olise hayuko na mtu mmoja. Yuko na watu watatu. Aidha ugusie katikati, aidha ugusie pembeni. Atakuwa na watu hao watatu ambao wanataka kuhakikisha kwamba Olise haioni pasi ya kuweka. Na Olise ni mzuri sana kwenye pasi za kwenda mbele. Kwa hiyo walikuwa wanahakikisha kwanza kuna watu watatu ambao kama utajaribu kupiga chenga basi uweze kupiga kwa watu watatu. Lakini cha kwanza kabisa ni kumnyima yeye nafasi ya kuiona pasi ya mbele. Kwa kama utakuwa na fursa yoyote ni kurudisha nyuma na sio kwenda mbele. Ndio kitu kikubwa ambacho walikuwa nakifanya. Sasa Ufaransa wao walikuwa na viungo ambao walikuwa wanaweza kutawala katika eneo la chini ya kukaba katika eneo kubwa la uwanja, na Hispania wao wakawa wanakuja kwa idadi kubwa kwa maana hawasubiri kupeleka mpira kwa Yamal ndio awe 1-on-1 au na vitu vingine. Yamal leo kahusishwa katika maeneo machache sana ya mchezo. Zaidi wao walikuwa wanasogea kwa idadi kubwa ya wachezaji kwa kwenda mbele kwenye build up yao, na wakianza kukaba pia wanakaba wengi katika eneo ambalo mpira upo. Kwa hiyo kifupi Ufaransa alizidiwa mbinu na Hispania kwa kukubali kucheza katika kasi ambayo Hispania anaitaka, ambapo pale ndio ufundi wa Hispania unakuwa unakamilika, hasa mpira ukichezwa katika kasi ile. Pazito hapo. Njia ya kuelekea fainali ipo kama hivi ambavyo unaiona. Kule tayari Ufaransa na Hispania, hapa tunaona Hispania ameshasogea mara yake ya pili na ashiriki fainali, na fainali yake ya mwisho alibeba ilikuwa bondeni kwa Madiba, Afrika Kusini. Kati upande wa pili kuna England na Argentina. Hawa ni kesho Abisai. Baada ya kilichotokea leo unajifunza kwamba kuwa na akiba ya maneno. Sio tu akiba ya maneno, kwamba kila mechi na mahitaji yake na namna ya kuiendea.
England wana kocha Thomas Tuchel ambaye mmoja wa maarufu wake ni kucheza hii michezo ya mtoano. Akiwa Paris Saint-Germain, finali ya kwanza historia ya Champions League aliwafikisha. Ameenda Chelsea kawapa Champions League na ubingwa wa dunia. This time yuko England na wamewafikisha hapa kwa mara nyingine. So attention yake itakuwa ile ile. Swali ambalo leo Spain wameliweza kwa France ndio ambao assignment ya England. Hawa Argentina wakiwa na mpira wanaratibu vipi mashambulizi na nani ni mtu hatari. Plan ya Thomas Tuchel itajikita hapo kudisturb hiyo. Pasi zinamfikia Messi akiwa eneo gani? Okay, kulia amweke nani? Ndio alichokuwa anajadili sasa hivi nadhani na wachezaji wake. Then akipata mpira Argentina wana weakness gani? Wao wafunge. Of course ukiwapa counter unawafunga. Magoli yao waliofungwa hayo matatu wamefungwa counter attack, mawili kwa set play. England wote wanaweza kucheza vitu. Yeah. So sio mechi ambayo unaweza ukaenda tu ukasema itakuwa walk over kwa Argentina. Kuna mechi inaenda kuchezwa kwa siku ya kesho, especially baada ya leo kuona Ufaransa ambayo ilikuwa timu bora sana imezimwa kama mshumaa. So kuna sababu kabisa ya Lionel Scaloni kuiofia England ya Thomas Tuchel. Kuna sababu kabisa England kuiofia Argentina ya Lionel Scaloni. Mechi nyingine nzuri ambayo nadhani kesho tutaifaidi pia. Sio hivyo tu Abisai. Waambie kwamba Argentina ndio underdog wenyewe mechi. Dr. Liki. Naam. Chama lako la kwanza Ufaransa lishaondoka. Wamebakia wazee wa Escamenom, najua ni vijana wako hawa. Kesho wana muziki. Kesho hii kwanza nilikumbusha mwaka 82. Mwaka 82 hakuna timu iliyokuwa nzuri kama Brazil. Yeah. Na kila mpenzi wa soka ambaye hana upande alitamani wao wachukue kombe. Yeah. Kina Socrates, kina Zico, kina Junior, ilikuwa timu yani unachezwa mpira kama utafikiri labda watu wanafanya mazoezi. Sijaona mimi mpaka leo sijaona timu inayocheza kwa raha kama Brazil ya mwaka 82. Wakaenda akafungwa. Aliyemfunga Brazil alikuwa Italia. Akaenda akachukua kombe. Mwaka huu timu ambayo tulikuwa tunaiona inacheza vizuri ni France. Aliyemfunga France ni Spain. Kwa hiyo sasa inaanza kuniambia, je, tutayaona ya 82? Kwa sababu kule bado mimi kwenye kituo cha mwendokasi nimeweka kibao England, kuna sehemu imeandikwa Argentina nimeandika England, hapo wanashuka watu Argentina. Kwa hiyo bado mimi naamini kabisa kwamba kesho tutakuja hapa England atamuondoa Messi. Sasa Messi na Mbappe wenda kashindani namna kupata magoli tu ziada kwenye ile mechi yao kutafuta mtu wa tatu. Kesho bado mimi naamini kwamba kesho ni mechi ya England kupoteza. Kama leo hii mechi ya leo kesho ni England ndio apoteze labda. Lakini mechi yake. Yani kesho kumuondoa Argentina ni kama mimi kuniomba kesho nije na suti. Humu ndani umeelewa ni kwamba wazi, lakini sasa na ninapomwona Tuchel kidogo namuona tofauti na makocha wengine, anajua kidogo kugombana na wachezaji, unamwona anakuwa na demand zaidi, anawataka yani wao wanapoona wamefanya vizuri bado yeye anataka waongeze zaidi. Ndio mwalimu mzuri zaidi. Bwana, niwaambie tu ukweli. Leo bwana, kazi yangu bwana imekuwa ngumu kweli, kwa sababu yani leo katika siku ambazo nimetumikia mshahara kiuhalali ni leo bwana nimetumikia mshahara vizuri. Nilikuwa na Abisai Steven Jr., Dr. Liki Abdalla, George Job, mimi Kennedy Moses. Mwena usiku mwema. Kazi ngumu hii. Bwana waambie kama Argentina ndo underdog.